Hezekia alikuwa mmoja wa wafalme wema sana, bora sana. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa 5, huyo Hezekia alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda na wala katika hao waliomtangulia. Alikuwa ni mtu bora, alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu mcha Mungu aliyempenda na kumtumainia Mungu. Lakini nisikilizeni watu wa Mungu, unaweza ukawa mtu mwema sana kwenye kazi, kwenye biashara, hiyo haikupi uhakika ya kwamba utakosa maadui. In fact, listen to me, kuna watu wengine watakuchukia si kwa sababu umekosea lolote, watakuchukia kwa sababu umefanya kila kitu sawa sawa. Siku moja ananijia ofisi, ananiambia, mchungaji, naomba uniombe, inawezekana nina roho ya kukataliwa. Nikamuuliza, roho ya kukataliwa ndio nini? Sababu sikilizeni wa Pentecost, kuna wakati tunakemeaga mapepo ambayo hayapo na hayawezi kutoka. Kemea pepo ambalo halipo, haliwezi kutoka kwa sababu halipo. Tusitengeneze tu maroho mtu na create. Mimi baba nina a spirit of rejection. Na anazungumza kwa Kiingereza kidogo hapo. Nikamwambia, umejuaje kama una roho ya kukataliwa? Anasema, kwa sababu najitahidi kuwa mtu mwema hapo kazini, lakini kila mtu ananichukia. Nikamwambia, kwa nani amekwambia ukiwa mtu mwema watu watakupenda? Mbona Yesu Kristo alikuwa mtu bora kuliko mtu mwingine yeyote. Biblia inasema alitembea akiponya watu, alitembea akiwafungua watu, alikaa akawasikiliza, akawahurumia. Mathayo 9 inasema alienda katika miji na vijiji, mstari 35, akawahurumia watu. Kuna wakati fulani aliuangalia mji akalia kwa ajili ya ule mji, lakini bado walimsulubisha, wakamkataa. Wewe endelea kuwa mtu mwema, usikate tamaa. Wako wawili watatu wataelewa wema wako. Na inawezekana unaniambia, mchungaji, lakini mimi ni mtu mwema sana, sina adui. Mimi nakwambia sio kweli. Mimi namjua adui yako mmoja, tena namjua kwa jina. Yaani nyinyi wote hapa ukinipa karatasi, mimi nakuandikia adui yako kwa jina lake kabisa, anaitwa Shetani. Kiokoka tu, huyu ni adui yako. Petro anasemaje kwenye waraka wa kwanza wa Peter sura ya 5 mstari wa 8? Mwe na kiasi na kukesha. I like English version, inasema be alert and sober mind. Kuweni tayari. Hili ni neno la kijeshi, ni neno la kivita. Adui anapokutaka kukuattack, anaanza kuattack imani yako, kwa sababu imani is like a pipe ambayo inatuunganisha na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo akifanikiwa kuiondoa imani, amefanikiwa kukukatia mawasiliano na Mungu. Ukisha kuwa na wasiwasi na mashaka, uko vulnerable, anaweza sasa kuattack. Lakini anaanza na imani. Anamwambia Hezekia, usidanganywe na maombi. Hezekia, usidanganywe, huyo Mungu hawezi kukusaidia. Haijalishi unapita kwenye jambo gani, shikilia imani. Nasema shikilia imani. Mama, shikilia imani. Binti, shikilia imani. Kijana, shikilia imani. Nasema shikilia imani.